Kwanza nimefuatilia statement iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania na imetolewa na makamu wa rais wa baraza baba na Askofu Nzigilwa. Nimeiona kauli ile ikiwa ina utu, ina heshima kubwa sana kwa taifa letu, na pengine ni kauli ya unyenyekevu ambayo inavitaka vyombo vya dola kuweza kubaini aliyefanya au waliofanya jambo hili. Na kwa dhati ya moyo nitumie nafasi hii kushukuru sana Baraza la Maaskofu Tanzania kwa namna ambavyo wameweza kutoa kauli hii ambayo kwetu kama watumishi wa serikali inazidi kutupatia moyo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuwasaka kwa kushirikiana na vyombo vya dola wale wote waliofanya hivyo. Lakini pili, nimefuatilia pia statement iliyotolewa na Chama cha Mapinduzi kupitia katibu mtendaji wa chama Dr. Emmanuel Nchimbi. Kauli aliyoitoa inalaani vikali kwa wote ambao wamehusika kufanya jambo hili. Na mimi kwa dhati ya moyo pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana katibu mkuu, lakini naamini statement ile imetolewa kwa niaba ya wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi. Aidha, nimefuatilia pia statement kupitia nakala tete ambayo imetolewa na baba Askofu Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu, kupitia mazungumzo ya simu na namna pia alivyoonesha mashaka kwa statement iliyotolewa na Jeshi la Polisi Dar es Salaam. Aidha, pia nimefuatilia statement iliyotolewa na Jeshi la Polisi Dar es Salaam ambayo imetolewa na Sakap Mlilo, kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam. Na mwisho nimefuatilia pia statements zilizotolewa na wadau mbalimbali wa sheria akiwemo rais wa TLS kaka yangu Mwambusi pamoja na watu wengine. Na mwisho nimefuatilia maoni ya watu wema ambayo yametolewa katika mitandao ya kijamii kuhusu shambulio hilo. Statements zote zimenipelekea kwenye hitimisho lifuatalo. Kama mnavyofahamu kwamba katika taaluma ya filosofia huwezi kufikia kwenye hitimisho kama haujawa mjuzi wa premises zilizotolewa. Jambo la kwanza ambalo nimeliona ni kwamba statements zote zinalaani vikali kuhusiana na shambulio ambalo limefanyika kwa baba Padre Dr. Kitimbi. Na katika hivyo statements zote hizi zinanyosha vidole kwamba ni muda mwafaka wa kuhakikisha haki inachukuliwa na kutendeka dhidi ya aliyefanya na aliyefanyiwa. Lakini mbili ni kwamba katika statements hizo wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa na mashaka na statement iliyotolewa na Jeshi la Polisi. Na mashaka haya wao wametoa sababu za mashaka. Lakini vile vile ni kwamba jambo la tatu, wapo wengi pia ambao wapo katikati ambao wameiomba serikali, wameviomba vyombo vya dola, wameomba Watanzania wema kuhakikisha kwamba watu wote waliofanya hivyo wanakamatwa, wanafikishwa katika vyombo vya sheria ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Ndugu waandishi wa habari, mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wote, na kama ambavyo Jeshi la Polisi likushatoa statement yake, naungana pia na kauli zote ambazo zimetokea kulaani vikali sana jambo hili. Na katika kulaani jambo hili, naomba niweke bayana ukweli kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania na waomba waendelee kuwa na usikivu mkubwa sana. Lakini pia na kwa wale wote ambao wanaonyesha mashaka kwa Jeshi la Polisi, naomba nao wawe na imani kubwa sana kwamba vyombo vya dola havitamuonea mtu yoyote wala havitapuuzia jambo lolote,
na jambo hili litakuwa prosecuted katika hatua zote kwa mujibu wa kisheria. Na kwa yule ambaye atakuwa amefanya kosa na kubainika, Tanzania ni nchi ya kisheria. Tanzania ni nchi ambayo inafuata mlolongo wa kisheria, na kwamba kuna miongozo ya taratibu zote za utoaji wa adhabu, nyewe mnafahamu, katika penal code. Hayo yote yameelezwa, na kwamba mtu yoyote atakayebainika atafikishwa katika vyombo vihusika ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Lakini jambo la pili, kama ingelikuwa ni kuweka wazi hisia za watu, if I'm asked to put clear all the sentiments ambazo zipo katika vinywa vya watu, yafuatayo ningeweza pia kuyasema. La kwanza, mnakumbuka rais wa sasa wa serikali ya Marekani, United States of America, President Trump, akiwa kwenye mlolongo wa kampeni zake, aliwahi pia kupata shambulio la kupigwa na risasi. Wale wote wanaotoa mashambulio, naomba niweke clear, ni kwamba huwa hawabagui. Hawaangalii huyu ni mwandishi wa habari, huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni padre, huyu ni mchungaji, huyu ni askofu, huyu ni dereva. Wao huwa hawaangalii, bali wanapofanya tukio la uhalifu wanafanya na kuona almost all people are equal. Kwa mantiki hiyo, Watanzania wote wanapojaji jambo hili lililotokea, ni muda mwafaka wa kuwa very rational, na ni muda mwafaka wa kutulia, kwa sababu tukiruhusu kila mmoja akasema, inaweza kafika hatua ya kuharibu na kuvuruga mlolongo wa kiuchunguzi, na hata baadaye mlolongo wa ushahidi unaoweza kuwa na msaada mkubwa tunapoelekea kwenye jambo hili. Kwa mantiki hiyo, wale wote waliofanya mashambulio hayo, naomba ni toe rai kwamba tujenge imani kwa vyombo vya dola, kwamba jambo hili litafikia mwisho na aliyefanya jambo hili atabainika. Lakini pamoja na hili, wapo baadhi ya watu, kulingana na kwenye mitandao namna nilivyosoma, wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa, na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honest feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo, sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata tukampeleka kwenye vyombo vya dola. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoangalia jambo hili la shambulio la Dr.